Uhali gani tena mtazamaji wa Nevia Media, ni saa nyingine tunakutana tena hapa kupeana beti mbalimbali. Kumbuka mashindano ya Muungano Cup yanaendelea na leo ni tarehe 26 ambao ni siku ya Muungano, na majira ya saa 2 na dakika 15 basi Simba Sport Club itashuka dimbani kwenda kumvaa Mlandege. Sasa mbali na hayo, siku ya leo nataka nikupitishe kwenda kutazama kile ambacho ameweza kukizungumza msemaji wa Young Africa ambaye ni Ali Shabani Kamwe. Sasa msemaji wa Yanga Ali Shabani Kamwe ameibuka na takwimu nzito zinazoonyesha uimara wa timu hiyo baada ya kukamilika kwa michezo mitano ya mwanzo ya tathmini ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Kamwe ameweka wazi namna kikosi hicho kilivyoanza kwa kasi, kikionyesha uthabiti mkubwa uwanjani katika michezo yao mitano ya ligi, huku pia kikiendelea kufanya vizuri kwenye mashindano ya Kombe la Muungano. Ameeleza kuwa Yanga imefanikiwa kushinda michezo yote mitano iliyocheza, hatua inayoonyesha ubora wa kikosi hicho katika ushindani wa ligi. Mbali na ushindi huo, timu imefunga jumla ya mabao 17, ikiashiria makali ya safu ya ushambuliaji ambayo imekuwa tishio kwa wapinzani wao. Na hapa naweza nikanukuu maneno kidogo. Ameweza kusema kwamba si hilo tu, lakini pia Yanga haijaruhusu bao lolote katika michezo hiyo mitano, jambo linalothibitisha uimara wa safu ya ulinzi pamoja na ubora wa kipa wa timu hiyo. Takwimu hizi zinaipa Yanga hadhi ya kuwa miongoni mwa timu zilizoanza ligi kwa kiwango cha juu kabisa, aliweza kusema Ali Shabani Kamwe. Kamwe amesisitiza kuwa huu ndio ubora wa Yanga, akitumia kauli inayosisitiza msimamo wa timu hiyo: hatusemi, hatuchekeshi, tunafanya kweli, akimaanisha mafanikio hayo si maneno bali ni vitendo vinavyoonekana uwanjani wakati timu hiyo inapocheza. Vile vile amewataka wapinzani wao kukutana nao uwanjani kwa ushindani wa haki, huku akiwataka wachambuzi na wadau wa soka kutumia majukwaa yao kwa uwajibikaji. Katika hatua nyingine, kabla ya kuanza kwa mzunguko wa pili wa ligi, Yanga ilifanya tathmini ya benchi la ufundi linaloongozwa na kocha Pedro Gonzalez na kufikia uamuzi wa kumwongeza kocha msaidizi Abdelhamid Moallin. Tangu ujio wa Moallin, Yanga imefanikiwa kucheza mechi 5 za ligi kuu na kushinda zote, ikiendelea kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi. Aliweza kusema hayo Ali Shabani Kamwe kwamba Yanga Africa imecheza michezo mitano kabla ya kuelekea kwenye Kombe la Muungano. Yanga iliweza kucheza michezo mitano na imeweza kushinda yote na haijaruhusu bao lolote kwenye michezo hiyo mitano ya ligi kuu. Hiyo ni baada ya mapumziko yale ambayo yalikuwa ni muda mfupi ambapo waliweza kupumzika, na Young Africa ikafanya tathmini kwenye kikosi chake na benchi la ufundi, hivyo wakamuongeza kocha msaidizi Abdelhamid Moallin, ambapo amekuja kumsaidia kocha Pedro Gonzalez. Lakini baada ya kucheza michezo hiyo mitano, Young Africa iliweza kufunga magoli 17 na kutokuruhusu goli hata moja. Sasa baada ya ushindi huo, Ali Shabani Kamwe aliweza kuibuka na kusema kwamba wao wanapokuwa uwanjani basi hawachekeshi, wao wako kazini, wanafanya kazi ambao wametumwa, hawachekeshi. Kwa hiyo wakaomba wapinzani wao wanapokuja uwanjani basi waje washindane kihaki. Tuendelee kuifuatilia Nevia Media na nikusii tu uendelee kusubscribe kwa kubonyeza maandishi logo chini ya video hii ambayo unaitazama, yameandikwa subscribe, ya bonyeza maandishi ili ujihakikishie kwamba unakuwa ni mwanafamilia wa Nevia Media.